Sijui kama mtanielewa, lakini sio kazi yako wewe mwanamke kumlinda mwanaume asiende kwa mwanamke mwingine, lakini ni nafasi yake yeye mwanaume na maamuzi yake yeye mwenyewe kujiwekea mipaka, kujiheshimu na kukuheshimu wewe. Wewe mwanamke huwezi kufanya kitu chochote kitakachomzuia mwanaume kwenda kwa mwanamke mwingine. Hayo ni maamuzi yake yeye binafsi. Sijui kama unanielewa. Na ndio maana mimi nasema kwamba usikague simu ya mwanaume. Simu yake mwachie yeye mwenyewe. Sisemi kwamba usikague simu ya mwanaume kwa sababu sijui kwamba kuna magonjwa. Najua kwamba kuna magonjwa, lakini simu sio garantia kila kitu. Unaweza ukakagua simu usione chochote, lakini kukawa na chochote. Sijui kama unanielewa. Ifike mahali wewe mwanamke ujifunze tu kukaa kwenye nafasi yako. Timiza wajibu wako kama mke, mheshimu mume wako, kuwa mtiifu kwa mume wako, mtimizie mahitaji yake yote ambayo anatakiwa timiziwe na wewe mke wake. Weka tu kwenye nafasi yako. Masuala ya yeye kufanya nini au kutokufanya nini ni mambo yake binafsi. Ifike mahali ujue kwamba wewe huwezi kuidhibiti nafsi ya mtu mwingine kufanya mambo fulani. Huwezi kuingia kwenye akili ya mtu kisha ukamcontrol asiende kukusaliti wewe. Huwezi kumfanya mtu asiwe na tabia fulani kwa sababu unataka wewe. Mtu yeye mwenyewe anaamua kujiwekea mipaka, kuona hiki siwezi kufanya na hiki naweza kufanya. Ifike mahali ujue kwamba hutoweza kudhibiti kila kitu. Kwenye maisha yako wewe unaweza kujidhibiti wewe, lakini huwezi kumdhibiti mtu mwingine. Sio kazi yako wewe kumlinda mwanaume. Kazi yako wewe ni kukaa kwenye nafasi yako na kumtimizia mahitaji yake yote ambayo anastahili kama mwanaume. Maamuzi ya yeye kufanya nini au kutokufanya nini yanabaki kuwa kwake. Wanawake wengi mnajikuta mnateseka sana. Mnawafuatilia sana wanaume, lakini mwisho wa siku wengine mnasahau mpaka kusimama kwenye nafasi zenu kikamilifu. Unajikuta wewe ni mtu ambaye unamchunguza sana, unampeleleza sana, lakini majukumu yako na wewe mwenyewe ni zero. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima uone kumfuatilia kwako kunazaa matunda, kwa sababu muda mwingi ambao ilitakiwa ukae uutumie kumtimizia yeye mahitaji yake kama mwanaume, wewe uko bize kumchunguza na kumfuatilia. Mtu akifanya tabia fulani anafanya kwa sababu anaamua, na anaamua kwa sababu wewe unamtimizia kila kitu. Lakini kama unajua umtimizie kila kitu, kiko kinachompeleka huko. Kwa hiyo mimi nikwambie tu ukweli, hakuna chochote unachoweza kukifanya kuzuia mume wako asifanye kitu fulani, lakini ni maamuzi yake yeye binafsi, ni akili yake yeye binafsi, ni tabia zake yeye binafsi, na yeye kuamua tu kujiwekea mipaka, na yeye kuona haya mambo fulani mimi siwezi kufanya. Sijui kama unanielewa. Lakini wewe ukiamua kumfuatilia, wewe mfuatilie tu. Fanya unachofanya. Kaa na simu yake unavyotaka. Mwisho wa siku unaweza usione kitu na kitu kikawepo. Ifike tu mahali wewe ujifunze tu, utoke huko. Sijui kwa nini watu mnafikiriaga ambao hawakagui simu kama ni wajinga. Unakuta mtu unasema kuna magonjwa, mtakuja kufa, mtakuja kufanya nini? Kwa hiyo unaamini wewe unayekagua na hauoni kitu kwamba uko salama. Sio kweli. Nafsi ya mtu ndani yake yeye ana maamuzi ya kufanya chochote. Anaweza kwenda kufanya chochote na akafuta ushahidi wote kwenye simu na usioni chochote. Ukae chini, kaa kwenye nafasi yako kama mke, mtimizie mahitaji yake yote mumeo, kisha mfahamu yeye. Hivi unajua hakuna raha kama kumfahamu mtu. Yaani mwanaume anaeleweka mapema. Huna haja hata ya kupeleleza simu ya mwanaume. Mwanaume akianza kubadilika tu utamjua. Utamjua, lakini kwenye simu huko utajidanganya. Na kadri unavyozidi kumpeleleza huyo mwanaume anazidi kujificha zaidi. Kumkamata kwako itakuwa ngumu. Mwachie mtu uhuru wa kujitawala yeye mwenyewe ili ajiendeshe yeye mwenyewe. Usio unamdhibiti mtu ili ajifiche vizuri kwenye mambo anayoyafanya. Mwachie uhuru mtu wa kuchagua maamuzi sahihi, kwamba anaamua yeye kwenye maisha yake afuate nini. Lakini wewe utamfuatilia miaka yote ya maisha yako, lakini hawezi kuacha uhuni. Ndio maana kuna wanawake hapa mnapelelezaga simu za waume zenu, na kila mnapopeleleza zina kitu. Kila mnapopeleleza zina kitu na hawaachi kufanya hivyo vitu. Kwa nini? Maamuzi yake yeye binafsi hayajafikia kuamua kuacha kufanya hicho anachokifanya. Sijui kama umenielewa. Lakini wewe kwa kupeleleza utapeleleza na kila siku utaona kitu, na hatoacha kufanya hicho kitu. Lakini siku ambayo yeye mwenyewe ataamua kukaa chini, akafikiria, akaona hiki na hiki mimi siwezi kufanya, anaweza akakiacha kufanya. Yaani akaacha kukifanya hicho kitu, akaona hakina umuhimu kwake. Hii mambo ya wanawake kuwafuatilia sana wanaume inawanyima amani. Yaani kuna wakati mtu unashindwa kuishi na mume wako kwa amani kwa sababu muda wote unavizia simu.
Akili yako imejaa inawaza tu kwamba niangalie password ya mume wangu. Yaani wewe huwezi kukaa ukaachana na vitu vipite, unataka kila kitu udhibiti. Sio kila kitu utakidhibiti. Hata mtoto wako tu kumzaa huwezi kumdhibiti. Akitoka huko nje kwa majirani atafanya vitu vingine ambavyo hujatarajia. Hiyo inaonyesha kabisa huwezi kumdhibiti mtu. Mtu anajidhibiti yeye mwenyewe. Lakini wewe unaweza ukajidhibiti kwamba nisifanye kitu fulani na ukaweza. Unaweza ukaamua kufanya kitu fulani na ukafanya. Ukaamua hiki sifanye na ukaamua ufanyi kweli. Kwa hiyo naye mwanaume ndio alivyo hivyo. Kitu fulani ataamua yeye kutokufanya. Lakini hawezi kuacha kwa sababu wewe unasema. Sijui kama unanielewa. Na ndio maana mtu anayebadilika kwa sababu ya mtu huwa hana badiliko la kweli. Lakini yule anayebadilika kwa maamuzi ndio huwa ana badiliko la kweli. Mtu ambaye umemwacha kuonyesha tabia zake, hizo tabia zake anazo kuonyesha ndio kweli. Lakini huyo mtu unayemfuatilia sana, hizo tabia zake anazo kuonyesha ni tabia feki. Sijui kama unanielewa. Wengi wenu mmeshawatengeneza waume zenu kuwaonyesha nyinyi tabia feki na hamna habari. Lakini mwanaume ukimwacha aishi tu kiuhuru, anakuwa na tabia zake original. Anakuwa ni mtu ambaye yeye mwenyewe anajifikiria, yeye mwenyewe anajiwekea mipaka, yeye mwenyewe anafanya maamuzi. Kuna mwanaume anaweza akafanya usaliti, hujajua, na baadaye akaona haina faida hivyo vitu, akaamua kuachana navyo bila wewe kujua. Vizuri kabisa. Akaamua, amefanya siku moja, akaona kabisa hakuna haja, hakuna cha maana nilichokipata, akaamua kuacha. Lakini kuna yule ambaye kila siku unamkamata, na bado unamkamata tena, na bado unamkamata tena, na bado unamkamata tena. Hajaamua kuacha. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo usiteseke na nafsi ya mtu mwingine. Ifike mahali jitesekee wewe na nafsi yako. Yeye uhakikishe unamnyenyekea, unamtii, unamheshimu na unamtimizia mahitaji yake yote kama mwanaume. Maamuzi ya mambo mengine yabaki kuwa kwake. Yeye mwenyewe aamue kwamba hiki naweza kufanya na hiki siwezi kufanya. Vingine wewe utajitesa bure. Akili yako itakaa muda mwingi imejaa mawazo, unawaza vitu ambavyo havipo. Watu wengi sana mnapenda, mimi simu ya mwanaume nitaikagua, simu ya mwanaume sijui nitaifanya hivi. Wewe kagua tu. Lakini ukweli ndio huo. Mtu anaamua yeye mwenyewe kuwa vile anavyotaka. Lakini wewe huwezi kumpangia mtu awe vile unataka wewe. Haiwezekani. Hiyo ni nafsi yake, hiyo ni tabia yake, hayo ni maamuzi yake. Yeye mwenyewe ana jukumu la kuchagua anataka kufanya nini kwenye maisha yake na hawezi kufanya nini. Lakini wewe utajitesa kwenye maisha yako yote. Hata wewe ambaye huwa kila siku ukishika simu ya mwanaume unaona kitu, ifike mahali mwachie simu yake. Mwache akae nayo. Mwache na tabia zake akae nazo. Fanya jitihada yeye kutambua kwamba sasa hivi ulipofikia kwa hivyo anavyovifanya, umeamua tu kuachana naye aamue mwenyewe cha kufanya. Mwambie mtu ukweli kwamba kwa kuwa umechagua haya maisha, mimi naomba nikuachie kwanza haya maisha. Ukishaachoka utaniambia. Yeye mwenyewe achague. Usimlazimishe mtu kubadilika. Usimlazimishe mtu kuwa mwaminifu. Usimlazimishe mtu kufanya kitu ambacho hawezi kukifanya. Sasa hivi kuna baadhi ya wanaume wanakuwa waaminifu fake. Kwa sababu tu ana pretend kwako. Simu anakaa huko anaidelete, ana block namba ya huyo mwanamke anafanya nini? Ukija wewe utaishika utapekua kila upande uoni kitu. Umemfundisha mwenyewe kuwa mjeuri. Lakini mwanaume ukimwacha yeye mwenyewe, aamue kuwa na tabia zake anazozitaka, aamue kujipangia yeye mwenyewe, aamue kujichagulia yeye mwenyewe kitu anachokitaka, utaenjoy. Hayo mambo yote hayatokuwepo. Wewe ukakaa tu kwenye nafasi yako na umwache yeye afanye mambo yake, wala. Na sio kila mwanaume kwamba ukimwacha huru ndio atakuwa msaliti. Mimi huwa nashangaa sana, mwanaume naye sio kumwachia uhuru sana. Sasa sio mtoto. Ni mtu mzima huyo, ana akili zake timamu. Kwa hiyo anachokifanya yeye amechagua kukifanya. Ukisema kwamba nikimwachia uhuru sana ataanza kufanya hivi kwa sababu ina maana huyo ana akili timamu. Yes, anaelewa anachagua mwenyewe cha kufanya. Kwa hiyo kaa ukijua kwamba hata kama wewe ukiamua kumwachia uhuru atachagua kwamba niwe msaliti au nitulie. Yeye mwenyewe. Hata ukiamua kumpeleleza atachagua yeye mwenyewe nitulie au nifanye uhuru. Ifike mahali toka huko. Kukagua simu ya mwanaume nao ni ugonjwa huo. Kujipa tu msongo wa mawazo. Kukaa tu huna amani. Unafuatilia uhuru wa maisha ya mtu na unakuta yeye mume wako akufuatiliagi wewe hata. Kumbe mwenzako amekaa na kusoma na kufahamu wewe. Wewe unaifahamu simu yake, yeye anakufahamu wewe. Sasa sijui nani ana nguvu kati yenu. Ndio maana wewe ukibadilika mwanaume anakuwa wa kwanza kukugundua, lakini wewe unayepeleleza simu mpaka uje ujue mchezo unaweza ukachelewa sana. Kwa sababu unasahau kuconcentrate kufuatilia nyendo za mume wako. Ukimfahamu mbona anaonekana tu, mwanaume hawezi kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mwanaume akishaanza tu kuwa na mtu mwingine hisia zake tu zitaanza kuingia dosari. Ndio anaweza kuwekea mipaka lakini kuna vitu tu utagundua namna atakavyoanza kuwa tofauti. Kwa hiyo mimi nakwambia tu kweli mwanamke, ifike mahali hiyo simu ya huyo baba achana naye. Mwache huyo baba apumzike.
Kuna watu nyumba zenu zimejaa migogoro kwa vitu vya kuhisi. Yaani wewe ukiona tu simu humo ni kelele, unalalama, unataka kuijua password. Mlizoeana zamani, mlikuwa mnaonyeshana password. Sasa hivi mume wako ameweka password, hulali, umechanganyikiwa, unakonda. Unaona kitendo cha mwanaume kuweka password kama ni kitendo cha ajabu sana, lakini ni maamuzi yake yeye mwenyewe, ameamua. Anachagua maisha anayoyataka yeye mwenyewe. Ifike mahali, kaa chini, iambie nafsi yako, siwezi kufanya chochote juu ya nafsi ya mtu mwingine. Hilo kubali tu. Yaani hilo kubali, hakuna namna. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kama umenielewa vizuri, natumaini simu ya mwanaume utaachana nayo. Sio kwamba uiogope, sio kwamba ni kituo cha polisi kama wanavyosema. Iache kwa sababu unajua kwamba hata kama siwezi kucontrol nafsi ya mtu mwingine. Yaani ifike mahali tu mtu ujitambue tu kwamba sio kwamba sikagui kwa sababu naiogopa, sijui kwa sababu ni kituo cha polisi, sijui kwa sababu nini. Basi tu ni vile tu nimeona siwezi kucontrol nafsi ya mtu mwingine. Siwezi kumfanya mtu afanye kitu ambacho hataki. Inabidi ifike kipindi utambue tu kwamba mtu anachagua kuwa vile anataka yeye, lakini hawezi kuwa vile unataka wewe. Hivyo ndio iko hivyo. Kwenye masuala ya mtu kuchagua kuwa mwaminifu au kutokuwa mwaminifu ni chaguzi zake yeye binafsi.